Karibu katika simulizi ya mwanamke shujaa aliyesimama imara mbele ya dhoruba za dhulma, Sumaya binti Khayati, mwanamke wa kwanza kufa shahidi katika imani ya Kiislamu, pamoja na mtoto wake Ammar bin Yasir. Naye kuletea simulizi hii ndimi Abdullahi mwana Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Sumaya alikuwa mke wa heshima katika mji wa Maka. Ni mke wa mumewe Yasir bin Amir. Pamoja walipata mtoto wao aitwaye Ammar bin Yasir. Alilelewa katika familia yenye mshikamano na upendo. Kabla hajawa ishara ya ujasiri, kabla jina lake kuandikwa katika historia ya mashahidi, Sumaya binti Khayati alikuwa ni mwanamke wa kawaida aliyezaliwa katika mazingira ya kawaida. Inasemekana alitokea katika asili ya kinyonge. Hakuwa na nasaba ya kifahari ya Quraishi, bali alikuwa miongoni mwa wanawake waliokuwa chini ya himaya ya mabwana katika jamii ya watu wa Maka. Baba yake aliitwa Khayati, jina linalobeba maana ya mtu wa kazi ya kushona, ishara ya maisha ya kawaida ya kujitafutia riziki kwa jasho. Hakukuwa katika kasri wala hakulelewa katika fahari ya mali, lakini alikuwa katika maadili ya subra, uvumilivu na moyo usio na kiburi. Na pengine ndipo hapo palipoanza kujengwa ule uthabiti wa ajabu uliokuja kuonekana baadaye. Kutoka katika maisha ya unyenyekevu akaingia katika ndoa na Yasir bin Amir, ndoa iliyojengwa si kwa mali bali kwa moyo na mshikamano. Na hapo ndipo ilipoanza safari ya familia ambayo baadaye ikawa ni alama ya ujasiri katika historia ya Uislamu. Katika ndoa ya wawili hao ndipo akapatikanwa mtoto jasiri aliyefahamika kwa jina la Ammar bin Yasir. Simulizi hii itamuhusu Sumaya binti Khayati na mwanawe Ammar bin Yasir. Familia ya wawili hao, Sumaya binti Khayati pamoja na mumewe Yasir bin Amir, ilikuwa na utulivu na heshima, wakimfundisha mtoto wao Ammar thamani za subra, heshima kwa wazee na utu wa kweli. Lakini hatima imani ilianza kuwapata polepole walipokubali Uislamu chini ya mafundisho ya Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake. Kutokana na uaminifu wao, Quraishi wa Maka walianza mateso makali. Sumaya alipata mateso ya kinyama kutoka kwa Abu Jahal na wafuasi wake. Walimshinikiza kukoma imani yake, wakimtia hofu ya kifo, wakimtia mateso ya mikono, nyundo na kuteswa kimwili kwa shinikizo la kuacha Uislamu. Hata aliwahi kunyanyaswa hadharani akipeperushwa dhihaka, lakini Sumaya hakuwahi kuukana Uislamu. Aliamua kufa shahidi baada ya kubakisha imani yake, akiwa mfano wa uthubutu wa wanawake wa kwanza katika Uislamu. Mateso hayo makali yalimsababishia kifo cha Sumaya akiwa shahidi wa kwanza wa Uislamu. Wakati mama yake anafariki, kijana Ammar alikuwa mdogo sana, takriban kati ya miaka 7 hadi 10. Hata hivyo, mateso mama yake yaliwezesha kustaafu moyo wake na kujifunza uthubutu wa kweli. Hali hii ilimfanya Ammar kuwa shujaa wa kiroho aliyesimama kwa imani hata pale dunia ilipojaribu kumvuruga. Baada ya kifo cha mama yake, Ammar alilelewa na baba yake Yasir bin Amir ambaye pia alikumbana na mateso makali. Familia ya Ammar iliishi kwa mshikamano. Ammar akiwa mtoto mdogo alijifunza thamani ya uthubutu, subra na ukweli. Kila dhoruba na mateso aliendeleza imani ya Ammar na kumfanya kuwa mmoja wa maswahaba mashujaa wa Uislamu anayejulikana kwa ustahimilivu na ushujaa, akiwa kielelezo cha thamani alizolelewa na mama yake Sumaya. Simulizi ya Sumaya na Ammar inatufundisha kuwa imani, uthubutu na mshikamano wa kifamilia vinazaa historia ya kudumu. Sumaya alionyesha kizazi cha kwanza cha Waislamu na Ammar aliendelea mradi wa ujasiri wa mama yake. Katika ukimya wa historia, jina la Sumaya binti Khayati lilibaki kama alama ya mwanzo wa ujasiri usioyumba. Mwanamke aliyekataa kuinama hata mbele ya maumivu makali, akachagua kufa akiwa ameshikilia haki kuliko kuishi kwa urongo. Na hapo ndipo dunia ilijifunza kuwa imani si maneno, bali ni msimamo unaolipiwa kwa gharama ya roho. Damu yake haikumwagika bure, bali ilimwagika mithili ya mbegu ya uhuru wa imani, ikanyunyiza nuru kwa kizazi kilichokuja baada yake. Mtoto wake Ammar ibn Yasir hakubaki tu kuwa shahidi wa mateso, bali alikuwa nguzo ya imani, swahaba mwenye heshima kubwa mbele ya Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake. Alibeba maumivu ya mama yake moyoni, lakini akayageuza kuwa nguvu ya kusimama katika haki. Akashiriki katika mapambano ya kuutetea Uislamu na akaishi maisha ya uaminifu mpaka mwisho wa uhai wake. Hivyo basi, simulizi yao si ya huzuni tu, bali ni ushindi wa imani juu ya dhulma na funzo kwamba mzazi anaweza kufariki, lakini alichokipanda ndani ya mtoto wake kinaweza kuishi milele. Abdullahi mwana Maalim Mashi. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi
kufurahika pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.